Tarehe 8 ya mwezi wa pili mwaka 2026 ni siku ya Jumapili. Naamini kabisa Jumapili yako imekaa safi na salama. Karibu katika taarifa yetu ya habari usiku huu wa leo kutoka hapa Star TV. Na miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu wa leo ni pamoja na serikali yawapa wakandarasi wiki 3 kukamilisha mradi wa maji ya Ziwa Victoria, wilaya za Urambo, Kaliua na Sikonge mkoani Tabora. Kwa haya mengine mengi na ungane nami hadi tamati. Mtazamaji, vile unaweza kutufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kwenye Facebook, YouTube kuandika neno Habari Star TV. Nitakaye kuongozea usiku huu wa leo naitwa Frankie Tawa. Karibu tuwe sote. Mtazamaji, moja kwa moja tuanze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa na tuanzie huko Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa kupanga ratiba rasmi ya kushusha na kupakua mizigo katika soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam ili kudhibiti msongamano wa watu na vyombo vya usafiri. Adal Muhomwa huyu hapa kwa taarifa zaidi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa soko kuu jipya la Kariakoo ambalo liliungua usiku wa Julai 10, 2021 na kusababisha hasara na upotevu wa mitaji ya wafanyabiashara. Katika hafla uzinduzi wa soko la zamani na soko jipya lenye ghorofa 6 ambayo yamegharimu zaidi ya shilingi bilioni 28, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha mazingira ya biashara, kuongeza tija ya uchumi na kulinda mitaji ya wafanyabiashara. Hivyo Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Nakumbuka nilikuja kutembelea soko hili. Nilikuta wafanyabiashara wengi ndani ya soko wamebanana na wengine nje ya soko, vibanda vingi mno. Ile ilikuwa inaonesha uhitaji wa kuwa na soko la aina hii na masoko mengine ya aina hii. Aidha, Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kusimamia mchakato wa upangaji wa maeneo ya biashara kwa misingi ya haki, uwazi na usawa ili kulinda maslahi ya wafanyabiashara waliokuwepo awali na kuzuia mianya ya upendeleo. Hatuna budi kuwa na mpangilio mzuri wa maegesho na njia za kusafirisha, kupakia na kupakua mizigo. Hili nalo ni muhimu. Kutakuwa na magari yanayokuja kushusha mizigo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kutoka viwandani, sababu bidhaa za viwanda zitauzwa pia hapa. Yapangiwe muda maalum wa kuja kushusha mizigo. Tumesema barabara zinatakiwa ziwe wazi. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema soko hilo ni la kisasa ambalo litachochea shughuli za kiuchumi na biashara ndani na nje ya nchi. Limekuwa na maboresho mengi tena ya kisasa na yamefanyika, ikiwemo kufunga mifumo mpya ya tehama, mifumo ya kinga na tahadhari za moto, mifumo ya uingizaji wa hewa safi, mifumo ya kisasa ya umeme, jenereta kwa ajili ya dharura, pamoja na kufungwa kwa kamera za ulinzi yani CCTV. Imesisitizwa kuwa soko kuu la Kariakoo ni soko lenye hadhi ya kimataifa, hivyo ni muhimu kwa taasisi zinazohusika na kusimamia ubora wa huduma na bidhaa kusimamia eneo hilo kwa uaminifu na uwajibikaji. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea na mpango wa kujenga soko la wamachinga katika eneo la bonde la mto Msimbazi, kwamba kuanzia leo wewe Mheshimiwa Rais ulipokuja kuzindua soko hili, barabara zote zinazoingia katika ukanda huu wa Kariakoo ziwe wazi. Kuwa tutatunza soko hili jipya, tutazingatia sheria, kanuni na taratibu pamoja na kutimiza wajibu wetu wa kulipa kodi. Masuala mengine yaliyosisitizwa katika hafla hiyo ni pamoja na usafi wa soko, ulipaji wa kodi kutumia mifumo ya tehama, kuweka mawasiliano ya internet na kuwepo kwa mawakala wa kutoa huduma za nje ya nchi. Msisitizo mkubwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha wafanyabiashara wanapangwa katika soko hili bila upendeleo ama ukiritimba. Nikiripoti kutoka soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam,
Mimi ni Adam Luhomwa wa Star TV. Asante Adam Luhomwa kutoka Dar es Salaam. Serikali imezitaka taasisi za umma na binafsi kuongeza kasi ya matumizi ya mfumo wa anwani za makazi ili kuboresha utoaji wa huduma, kukuza biashara mtandao na kuimarisha uchumi wa kidigitali nchini. Athman Mihula huyu hapa anatujuza taarifa hii. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Angela Kairuki, ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya anwani za makazi. Amesema mpaka sasa anwani za makazi takriban milioni 12.9 zimesajiliwa nchini, huku mifumo 29 ya taasisi za serikali na binafsi ikiunganishwa katika mfumo wa kidijitali kwenye kanzidata ya anwani za makazi NaPA, hali inayowezesha wananchi kupata huduma kwa urahisi. Vyema Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ikaratibu ushiriki na utumiaji wa mfumo huu kwa upande wa sekta binafsi pia katika kufikisha huduma, ikiwemo sekta ya fedha, afya, usafirishaji, utalii pamoja na sekta nyinginezo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Sera, Uratibu na Baraza la Wawakilishi, Hamza Juma, akitoa salamu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwenye maadhimisho hayo, amewataka wakuu wa mikoa, wilaya, wenyeviti wa serikali za mitaa na sheha kwa kule Zanzibar kukamilisha zoezi lililobakia ili wananchi wapate huduma bora. Na bado serikali zetu zote mbili zina kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakamilisha hili zoezi ili Watanzania wote waweze kupata ile huduma ambayo inayotakiwa. Mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, Mhandisi Peter Mwasalianda, amesema wanaendelea na ujenzi wa minara 201 ili kuhakikisha wananchi wanautumia mfumo wa kidijitali kwenye kanzidata ya anwani za makazi NaPA kule walipo. Vile tunaendelea kukamilisha taratibu za manunuzi kwa ajili ya ujenzi wa minara 280 ambao sasa hii itakuwa specific kwenye maeneo ya SGR, Tazara na maeneo yale ya maeneo ya vivutio vya utalii. Kilele cha maadhimisho ya wiki ya anwani za makazi hufanyika Februari 8 kila mwaka, huku washiriki 600 wamehudhuria maadhimisho hayo yakiwa na kauli mbiu anwani mahiri na ubunifu wa huduma za posta kwa ukuaji jumuishi. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Wakandarasi wa mradi wa maji ya kutoka Ziwa Victoria wametakiwa kwenda wilaya za Urambo, Kaliua na Sikonge mkoani Tabora kukamilisha kazi ndani ya wiki 3 ili wakazi wa wilaya hizo waanze kupata huduma ya maji safi na salama. Sande Kabaye anatuhabarisha. Waziri wa Maji Jumaa Aweso ametoa maagizo hayo wakati wa ziara kukagua ujenzi wa miradi hiyo ya maji katika wilaya ya Urambo na Sikonge. Amesema serikali imejipanga kuhakikisha miradi ya maji inawanufaisha wananchi kwa vitendo. Kwa kuwa zimebakia mita 600 ya usambazaji, haya mabomba yaingie kwenye hili tenki, tunawapatia siku 5 zinawatosha. Wafanye kazi usiku, wafanye kazi mchana. Mabomba ambayo yanatakiwa yafike kwenye matenki zisizidi siku 5. Mheshimiwa DC, nisimamie hili katika hizi wiki 3, manake mpaka mwisho wa mwezi huu wa pili tunahitaji maji yawe yamekushaingia kwenye tenki la Urambo. Katika hatua nyingine, Waziri Aweso akiwa wilayani Sikonge amesisitiza nidhamu katika utoaji wa huduma ya maji, akionya tabia ya kuwacheleshea wananchi au kuwatoza gharama zisizo halali wakati wa kuunganishia maji. Najua wananchi sasa watataka kuunganisha maji majumbani mwao. Nataka niwaambie zisizidi siku 7 mwananchi anapoomba kuunganishiwa maji ili aweze kupata huduma maji safi na salama. Ziwekwe bei halisia. So huyu anaunganishiwa milioni 1.5, huyu 300,000, huyu 100,000, huyu 50,000. Hapana. Kufuatia maelekezo hayo ya waziri wa maji, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoa wa Tabora TUWASA, Mhandisi Mayunga Kasilimu, na katibu mkuu wa wizara ya maji, Mhandisi Mwajuma Waziri, wanaeleza utekelezaji wa miradi hiyo. Kama ambavyo nashuhudia, ujenzi wa tenki umekamilika. Swala la majaribio ya tenki yanasubiri maji tuweze kupata maji ambayo yataingia kwenye tenki na tuone kama litakuwa halina sehemu yote inayovuja. Na niwahakikishie wananchi wa wilaya ya Urambo, maelekezo ya Mheshimiwa Waziri tunaenda kuyafanyia kazi kwa vitendo, na nitaenda kuwasimamia mkandarasi wa BG 28 mwenye tenki.
Kwa upande wao, wawakilishi wa wananchi akiwemo diwani wa kata ya Muungano wilayani Urambo Shadrack Andrea na mbunge wa Sikonge Mhandisi Amos Maganga wameishukuru serikali kwa kukamilisha miradi hiyo kwa kutatua kilio cha wananchi cha muda mrefu. Lakini kutuongezea milioni 500 kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi wa maji. Lakini mwambie Mheshimiwa Rais, historia hiyo ameiandika katika mioyo ya Wanasikonge na hatutasahau kamwe. Mradi wa maji wa miji 28 kwa mkoa wa Tabora unatekelezwa katika miji ya Sikonge, Urambo na Kaliwa, ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 143 na kuwaondolea wakazi wa miji hiyo kero ya kufuata maji umbali mrefu. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Asante Sande Kabaye kutoka mkoani Tabora. Baada ya kutoka mkoani Tabora, moja kwa moja tuelekee huko mkoani Arusha. Jamii mkoani Arusha zimeshauriwa kuanzisha vikundi vya malezi ya watoto ili kurahisisha upatikanaji taarifa sahihi juu ya malezi na makuzi ya watoto, hatua itakayosaidia kubaini viashiria na vitendo vya ukatili katika hatua za awali. Beatrice Gerard huyu hapa kwa taarifa zaidi. Ulinzi na usalama wa mtoto ni jambo linalohamasishwa na kikundi cha Tabasamu kinachofanya shughuli za malezi kilichopo katika kata ya Ganako chini ya shirika la SOS Children Villages, ambapo baadhi ya wanakikundi wanabainisha yale wanayokabiliana nayo. Changamoto tulizoziona katika kata yetu, watoto wengi wanakuwa mchana wako tu wanatembea wenyewe, kama wale watoto wa darasa la kwanza, la pili, hata watoto wa miaka 5 mpaka 2 wanatembea tu wenyewe kwa muda mrefu sana. Na hiyo ni kwa sababu ya mengine ni mazingira magumu ya wazazi kuwa labda na changamoto ya ulevi na kadhalika, lakini wengine ni mazingira kabisa ya kawaida ambayo wazazi wako bize na kazi. Mzazi anatoka kazini asubuhi, anarudi jioni. Tunaongea na wale wazazi, tunawafundisha namna gani ya kulea wale watoto. Wakati mwingine tunawafundisha mambo ambayo yanaweza akawapata watoto pasipo malezi mazuri, na ukatili ni upi, wanatakiwa wapi watoto wao, mafunzo yapi. Lakini ukiacha tu hawa wazazi, hata watoto huwa tunawaita, tunakaa nao, tunawafundisha. Mtendaji wa kata ya Ganako James Paul anaweka wazi baadhi ya mambo yanayokwamisha ustawi wa mtoto, ikiwemo mila kandamizi na kumaliza kesi za ukatili kifamilia. Unapochukua hatua, kuna hii hoja ya watu kumalizana. Majani yanaleta majani mabichi, tusaidiane kwamba tumalize yaishi huko, yasiende kwenye serikali kwa sababu kuna kifungo kikali kule. Wala kuna nafuu fulani kwa sababu elimu inasaidia, kwa sababu tunatoa elimu. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Mratibu wa malezi mbadala, ulinzi na usalama wa mtoto kutoka shirika la SOS Children Villages, Husna Selungwi, anabainisha umuhimu wa malezi katika vituo vya watoto, ikiwemo kumlinda mtoto na matendo ya ukatili. Mtoto yoyote yule anahitaji usimamizi wa mtu mzima ambaye mwenye akili timamu na anaweza kumuongoza mtoto ili yule mtoto aweze kufikia malengo yake. Bila kuwa na mtu mzima ambaye anaweza kumuongoza mtoto, basi ni changamoto kubwa sana kwa mtoto kuweza kufikia malengo yake na mahitaji yake kuweza kukidhiwa. Ulinzi na usalama wa mtoto ni moja ya mambo yanayosisitizwa katika mpango jumuishi wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PGT-MAM ili kufikia ukuaji timilifu. Beatrice Gerard, Star TV, Karatu, Arusha. Na hiyo ni taarifa ya kwake Beatrice Gerard kutoka mkoani Arusha. Tanzania na Zanzibar zimeshauriwa kushirikiana na sekta binafsi za ujenzi kwa kuendelea kuweka mazingira mazuri zaidi kwa sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo vijana wazawa ili wanufaike na fursa za sekta ya ujenzi. Abdullah Pandu anatujuza. Ni wakati wa utoaji wa tunzo za kimataifa za ujenzi ambapo mwenyekiti wa jukwaa la wafanya biashara Zanzibar, Ali Amuri Suleiman, ametumia fursa hiyo kusisitiza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka mazingira rafiki katika sekta hiyo. Kuweka sera na mazingira rafiki kwa wawekezaji wa sekta ya ujenzi, kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, kuwajengea uwezo wazawa kupitia mafunzo, teknolojia na mitaji, kusimamia viwango, ubora na ujenzi unaozingatia usalama na mazingira. Swala la uadilifu, uwazi, kufuata sheria na maadili ni jambo la msingi kwa makampuni ya ujenzi ili kujenga imani kwa serikali
sambamba na jamii kwa ujumla. Kupitia tuzo kama hizi tutawajengea vijana wetu hamasa ya ubunifu, ubora na ushindani ambao wa haki kabisa. Mkurugenzi uendeshaji wa kampuni ya CSW Global, Analyst Nyangusi, ambao ndio waandaaji wa tunzo za kimataifa za ujenzi, anasema shirika lao hutoa tunzo hizo wakilenga kutambua mchango wa sekta za ujenzi kwa taasisi za ndani. Sisi yetu ya CSW Tanzania kwa kushirikiana na Zanzibar Marketing, kuna kamati ambayo iko ndani ya taasisi hizo ambazo imefanya huo mchakato wa kuselect hizo kampuni, lakini pia kwa kupitia criteria mbalimbali ambazo wamezitumia kwa kuzipima kama ni kweli wanastahili kupata tuzo hizi. Baadhi ya makampuni na mashirika waliopokea tuzo hizo wanaelezea fursa zao, wakisisitiza zitaweza kuwahamasisha kufanya kazi zao kwa ubora zaidi. Tuna furaha kubwa sana kwa kupokea tuzo hii kwa sababu ni moja ya chachu ya maendeleo yetu, au inatuongezea motisha katika ufanyaji kazi. Kama hizi za awards kwa wananchi au wale wanaojitafuta zinawatia sana hamasa. Zinawatia hamasa ya kufight kwamba na wao siku moja wafike ambapo hawa wengine wamefika. Benki NBC imefinance ujenzi wa feri pale Maruhubi, lakini kituo cha afya kule Kizimkazi na miradi mikubwa ya reli. Zaidi ya kampuni 30 za ujenzi zimetunukiwa tunzo za kuthamini na kutambua kazi zao katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya ujenzi za serikali na sekta binafsi. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Asante Abdalla Pandu kutoka Zanzibar. Uongozi mkoani Mwanza umetoa wito kwa viongozi wa dini ya Kikristo wakiwemo maaskofu na wachungaji wahubiri ipasavyo ili watu wamjue Mungu na kutenda matendo mema. Wilson Elisha ana taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ametoa kauli hiyo wakati wa ibada maalumu ya upendo na shukurani ya kumaliza mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026 ambayo imefanyika katika kanisa kuu la The Charismatic Episcopal Church of Tanzania CCT Gedeli lililoko Nyakato wilayani Ilemela. Ili awe na afya bora, ili apate elimu, apate malezi sahihi. Kwa hiyo tusifanye kazi ya kutegeana katika malezi ya huyu muumini. Wewe baba askofu na maaskofu wengine na wachungaji mkiwajibika vizuri, na sisi ndani ya serikali tukiwajibika vizuri, basi tutaandaa binadamu ambao ni bora na mwema zaidi. Aidha, Mtanda amewasisitiza Watanzania kuendelea kuliombea taifa ili liwe na umoja, upendo na mshikamano, na kusisitiza wajibu wa kanisa. Wajibu wa kanisa, moja kati ya wajibu mkubwa ni kuendeleza sala, maombezi, dua, lakini pia kumshukuru Mungu wakati wote kwa makubwa ambayo ametufanyia katika taifa letu. Naye askofu mkuu wa kanisa la Charismatic Episcopal Church of Tanzania CECT Daktari Charles Sekelwa ametumia ibada hiyo kusisitiza watu wa imani wanao wajibu wa kuwaunganisha waumini kuwa moja na wenye upendo katika kumcha Mungu ili taifa liwe na amani. Naomba wape wawe na umoja na wawe na upendo ili dunia nzima ijue ya kwamba hawa ni wanafunzi wao. Sikilizeni wanangu katika Bwana, kokote mtakao kwenda baada ya ibada hii, mjue ya kwamba watu hawatuhukumu kwa sababu ya dini zetu, hawatuhukumu kwa sababu ya elimu zetu, hawatuhukumu kwa sababu ya hekima zetu. Hapana, wanatuhukumu kwa sababu ya umoja tulionao na tunavyowatendea jirani zetu na ndugu zetu na tunavyoheshimu mamlaka ambazo zipo kutuongoza. Katibu mkuu wa CCT Mchungaji Gadlo Deuli na baadhi ya waumini wa kanisa hilo wamezungumzia umuhimu wa ibada hiyo. Tunakuwa na maombi ya kufunga ya siku 21, na baada ya maombi hayo kanisa huwa tunaita viongozi wetu walioko katika maeneo mengine yote. Tumeaswa kupendana, kuheshimiana, na upendo huo unasababisha hata tunapopendana sisi kwa sisi, hiyo pia inasababisha amani kwenye nchi yetu. Binadamu tunatakiwa tuwe na umoja. Umoja ni mshikamano ambao unasaidia sisi katika kuimarisha mahusiano. Ibada hiyo imezishirikisha dinadi za Mwanza Mashariki na Mwanza Kati, viongozi wa CCT nchini, baadhi ya wachungaji, maaskofu wa madhehebu mengine, viongozi wa serikali na Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.
Asante Wilson Elisha kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoani Tabora imepitisha rasimu ya bajeti ya mwaka 2026-27 ambapo inatarajiwa kukusanya shilingi bilioni 63.5. Robert Kakwesi ana taarifa zaidi. Kikao maalum cha baraza la madiwani kujadili rasimu ya mpango wa bajeti ya mwaka ujao wa fedha na wajumbe kuelezwa kutakuwa na ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 5. Mapato ya ndani ya halmashauri kiasi cha shilingi bilioni 10.2 ambapo katika mapato hayo mapato huru ni shilingi bilioni 8.8 na mapato jumla ni shilingi bilioni 1.4. Kuzuka miradi ya maendeleo serikali kuu na wadau wa maendeleo shilingi bilioni 13.0, mishahara shilingi bilioni 38.1, kuzuka matumizi mengineyo kiasi cha shilingi bilioni 2.0. Baraza hili na tarajio la serikali nikiona kwamba tunaenda kupitisha bajeti ambayo inaendana na kasi ya halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Wabunge katika halmashauri hiyo wanaahidi ushirikiano kwa taasisi za serikali. TARURA, RUWASA, TANESCO, sisi tuko tayari kushikamana na nyinyi katika kufanikisha utekelezaji kwenye taasisi zenu. Kama ina changamoto ofisi zetu sisi, kama alivyosema ndugu yangu Mheshimiwa Mvungeja, sisi tupo kwa ajili ya kupambana, tulete maendeleo na tabasamu kwa wananchi kwenye maeneo tunaowaongoza. Madiwani wanaelezwa kupitishwa kwa rasimu hiyo ndio mwanzo wa mchakato wa bajeti. Hii rasimu imepita kwenye baraza, lakini bado inaenda kwenye kikao cha DCC na pia itaingia kwenye kikao cha RCC kabla ya kuingia kwenye kamati za bunge. Kwa hiyo bado hii rasimu inaenda awamu kwa awamu itakapofika mwisho. Sasa nitamke rasmi kwamba baraza la madiwani limepitisha rasimu ya mpango wa bajeti ya mwaka 26-27 leo hii katika baraza hili. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Wakulima 1500 katika wilaya ya Magu mkoani Mwanza wanatarajia kunufaika na kilimo endelevu cha mfumo wa bustani mistu kwa ajili ya kuongeza usalama wa chakula, kipato cha kaya na kutunza mazingira. Shaban Lupimo ana taarifa zaidi. Ili kuhakikisha mradi huu unatoa matokeo chanya, maafisa ugani wa serikali wilayani Magu wanajengewa uwezo kwa kupewa mafunzo, kama anavyofafanua mkurugenzi wa Trees for the Future Dr. Peter Mwakabwale. Tuna mradi ambao ni mpya ambao utasimamia upo kwenye kata zenu. Miradi mitatu ni mipya kabisa. Maana mnachojifunza sasa kitakwenda kufanyika sana, kwa sababu tutaanza kuanzisha mashamba, kuwafundisha wakulima, kuwasimamia kwa muda wa miaka 4 ya mradi ili waweze kuwa na mafanikio. Kwa hiyo huu ni mwanzo, safari yetu bado ni kubwa sana. Nadhani kuna mafunzo mengine yanakuja ya mambo ya VSLA ya vikoba, kuna mafunzo ambayo yanafanyika hii miezi kama 3-4 ya mwanzo kuwaweka sawa kabla tujaanza kazi. Maafisa ugani hawa wanasema sasa wana wajibu wa kwenda kuwasilisha walichofundishwa kwa wakulima ili waweze kunufaika kiuchumi. Tumeangalia vile vile faida ya teknolojia, kwa maana faida ya forest garden na bustani msitu. Kwa hiyo wametupitisha kwenye mambo mengi ambayo yanahusiana kwa namna gani mwananchi au mkulima ambaye ataadapt hii teknolojia atakuja kunufaika nayo kwa muda mrefu. Wakulima ili waweze kutekeleza na kupata manufaa ya kuongeza kipato, kuboresha lishe katika familia, lakini pia yatatusaidia kutunza mazingira kwa ajili ya wakulima wetu. Mradi huu unatekelezwa katika kata 6 za wilaya ya Magu mkoani Mwanza, ambapo wakulima zaidi ya 1500 wanatarajia kunufaika. Shaban Lupimo, Star TV, Magu, Mwanza. Asante Shaban Lupimo kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma kwa kushirikiana na wadau wa elimu imeweka mikakati ya kukuza kiwango cha ufaulu wa wanafunzi kutoka daraja la 0 hadi kufikia daraja la 3. Tupate taarifa kamili.
Akizungumza katika hafla ya pongezi kwa uongozi wa shule ya sekondari ya Ahava kwa kufanya vizuri katika matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka wa masomo 2025-2026, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kibondo Deocles Rutema amesema halmashauri hiyo itaendelea kuunga mkono jitihada za wadau wa elimu katika kuhakikisha wanakuza kiwango cha elimu kutoka daraja 0 hadi kufikia daraja la 3. Shule zimeongezwa mshindani kwa sababu kwa kuwa na hizi shule ambazo zinafanya vizuri zaidi. Kwa mfano hii Ahava imekuwa chachu kwa shule zetu ambazo ziko karibu, kwa sababu wanakuja kujifunza, kubadilishana uzoefu na walimu wa shule zetu za serikali kuweza kujua mikakati na mbinu mbalimbali ambazo zinaifanya. Katika hafla hiyo, mkurugenzi wa shule ya Ahava Elia Mauridi Juma amesema anaipongeza serikali kwa kuweka mazingira wezeshi na kwamba kufanya hivyo kumesaidia jamii kupata elimu. Malengo yetu Ahava Secondary School sio shule yetu kuwa washindi tu kitaifa, kimkoa, kiwilaya, lakini pia shule yetu ni pamoja na kutengeneza kizazi bora. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi na walezi wilayani Kibondo wamesema wataendelea kuunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha wanawapeleka watoto shule ili waweze kupata elimu itakayoweza kuwasaidia katika maisha yao. Katika wilaya yetu ya Kibondo elimu iko vizuri na mapokeo mazuri juu ya elimu. Kwa zamani ndio ilikuwa kidogo wanajali serikali kutoa elimu kwa wazazi. Unajua kuna wazazi wengine wa vijijini sana hawajui faida ya elimu. Yaani yeye kuchukua gharama, kwa sababu elimu ni gharama. Kuona kugharimia gharama mahitaji ya mtoto, anaona kwake yeye ni hasara. Kwa kama wazazi tunapaswa kuwahimiza watoto waipende shule. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Pasco Musa, Star TV. Asante Pasco Musa kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Wahitimu katika shule za sekondari wameshauriwa kuwekeza katika malengo yao ya elimu kwa kuzingatia misingi yenye maadili mema katika jamii na kujitenga na mambo ambayo yanaweza kufifisha ndoto zao. Taarifa ya kwake Elisha Ndalo inasomwa studio. Imekuwa utamaduni wa kiimani kwa jamii ya wazazi, walezi na wadau wa elimu kukutana na kutafakari mafanikio kwenye shule hii ya sekondari ya wasichana Salvation iliyopo halmashauri ya wilaya Misungwi mkoani Mwanza. Kiongozi wa ibada hii ya shukrani kutoka parokia ya Usagara, Padri Pafaiti Balima, anatoa rai kwa vijana waliomaliza masomo yao kutazama mbele katika kuyafikia mafanikio yao na kutojiingiza katika mambo yaliyo kinyume na malengo. Hamji hapa tu kupokea mafundisho ya kimwili tu. Mmepata mafundisho ya kiroho, mmepata maadili mema, nendeni mkawe mfano. Tumsifu Yesu Kristo. Na yenyewe ushuhuda wa maisha yenu yenyewe ni namna bora ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Viongozi wa serikali na wadau wa elimu wanaona fahari kushiriki ndoto za vijana hawa kwa kuwajengea misingi imara pamoja na kufuata miongozo na sera za Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia licha ya changamoto mbalimbali. Ndio maana tunaandaa viongozi wazuri wa kesho watakao kuja kulisimamia taifa hili kwa weledi na umakini mkubwa. Pamoja na mafanikio mengi ambayo shule yetu imeyapata ndani ya muda mfupi, bado tunakabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Tunawajengea mazingira ya upendo, amani pamoja na huduma, chakula, maji, umeme, walimu bora wenye viwango. Msisitizo kwa wazazi na walezi kuwa karibu na watoto na walimu ili kuwa sehemu ya kuwasaidia katika uchaguzi wa fani kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, hasa kipindi hiki mtaala mpya wa elimu kitekelezwa nchini. Basi hakikisha unakuwa na msaada wa kumpa kujadili naye fani na masomo atakayochukua kulingana na shule aliyochaguliwa. Na anapomaliza hicho kidato cha 4 atapata cheti cha hiyo masomo ya fani pamoja na masomo haya ya jumla aliyoyaunganisha kwenye masomo ya fani. Kwa hiyo huo ndio tofauti uliopo kwenye mtaala, kwa sababu kuna watoto hawezi kitaaluma masomo ya jumla ambayo katika waliomaliza form 4 wamemaliza mtaala ambao na masomo ya jumla. Ina maana ni masomo yote hayana fani. Fani anakuja kuanza kuziona akiingia form 5. Wanafunzi 38 wamehitimu katika shule hii huku wote wakifanikiwa kupata ufaulu wa daraja la kwanza.
Asante kwa taarifa hiyo. Serikali ya Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na taasisi na wadau mbalimbali wanaosaidia utoaji wa huduma za afya. Abdalla Pandu ana taarifa zaidi. Kambi ya matibabu kwa maradhi yasiyoambukiza imefanyika kwa mashirikiano ya kampuni ya Vodacom Foundation, Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa wananchi wa Zanzibar. Mkurugenzi tiba Wizara ya Afya ya Zanzibar, Daktari Msafiri Marijani, anasema kambi za aina hiyo zinaleta manufaa kwa wananchi wanaopatiwa huduma bila ya malipo. Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar inatoa hizi huduma bure, lakini ni mzigo kwa serikali. Kwa hiyo kila tunapofanya kampeni mapema, tukawagundua mapema, basi tunazuia wasifikie kwenye zile stage za mwisho ambazo ni gharama, lakini vile vile zinagharimu maisha yao. Kaimu mkurugenzi Hospitali ya Taifa Muhimbili, Daktari Juliet Magandi, ndiye alimwakilisha mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Muhimbili. Anawataka wananchi wa Zanzibar kutodharau fursa hizo za matibabu bila ya malipo ili kupima na kujua hali zao kabla ya kukuta matatizo makubwa yanayoweza kuwapotezea maisha. Basi nitoe wito kwa wananchi wa Zanzibar baada ya kusikia tangazo hili. Najua mtakuwa mmepata taarifa hizi, lakini baada ya kupata ujumbe huu pia natoa wito wa Zanzibari wenzangu, mjitokeze kwa wingi ili mje mpate huduma hii ambayo inatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Ni kuwezesha watu kiafya, lakini vile vile kibiashara. Inatabirika kwamba Tanzania kwa ujumla ina watu 34.3 ambavyo vifo vyao vingi vinatokana na magonjwa yasiyoambukiza. Ushirika wetu sisi na Hospitali ya Taifa Muhimbili umeanza mwaka jana. Tumeshafanya mikoa kadhaa Tanzania bara kwa maana ya Tanga na Kilimanjaro. Mwaka huu tuko Zanzibar, Unguja, lakini vile vile tutakuwa tunaendelea Morogoro. Baadhi ya wananchi waliopatiwa huduma katika uwanja wa Amani kunakoendeshwa kambi hiyo wanaelezea faida wanayoipata. Nashukuru nimepata vipimo vyote kwa ukamilifu na nimepata majibu na pia vile vile nimepata dawa. Ile utaratibu wao ni mzuri na matibabu yake mazuri, dawa zote nilizoandikiwa nimepata. Kambi hiyo ya afya inasimamiwa na madaktari wabobevu na mabingwa kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili sambamba na wale wanaofanya kazi katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Imeendeshwa kwa siku 4 hapa Zanzibar, wakiangalia, kupima na kutibu maradhi mbalimbali yasiyo ya kuambukiza. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Asante Abdalla Pandu kutoka Zanzibar, na asante vile vile kwa kuweza kuichagua taarifa yetu ya habari kutoka hapa Star TV. Naye kuongozea naitwa Frankie Tawa. Tunaenda katika mapumziko mafupi, habari za michezo na burudani zinafuata. Endelea kubaki na Star TV. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani ya Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani ya Star Times. Kwenye Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5 kamili usiku. Alhamis Februari 5 Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na channel za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo.
Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Baada ya mapumziko mafupi, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Kamishna wa kazi Zanzibar Rashid Khamis Omari amezitaka taasisi na makampuni Zanzibar kuendeleza utamaduni wa kulinda haki na usalama afya kwa wafanyakazi kwa kuandaa michezo mbalimbali, hali itakayosaidia kuepukana na magonjwa nyemelezi na afya bora kwa wafanyakazi. Taarifa kamili na Abdalla Pandu. Kampuni ya Vigo Zanzibar imetumia matembezi ya vikundi vya mazoezi ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 46 tangu kampuni hiyo kuanzishwa, wakilenga kuhamasisha wafanyakazi kutunza afya zao. Kamishna Rashid anasema afya na usalama kazini ni jambo linalopaswa kuzingatiwa kwa vile litaongeza tija katika uzalishaji sehemu za kazi. Faraja kubwa katika uzalishaji kwenye taasisi yoyote. Wafanyakazi ambao wana afya ndio wafanyakazi ambao wanaweza wakawa na uzalishaji bora katika taasisi zao. Mkurugenzi mtendaji wa Vigo Group Abdallah Salum Turki anasema miaka 46 ya Vigo Company na kushirikisha vikundi vya mazoezi ni kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kulinda na kutunza afya na usalama kazini. Baadhi ya washiriki wanazungumzia umuhimu wa mazoezi ikiwa ni pamoja na kulinda afya zao, hasa wafanyakazi. Maendeleo yanapatikana, lakini na sisi kama wana michezo basi tunapata mazoezi, na pamoja na klabu yetu ya Vigo hapa, kwa kweli tumefurahi sana kushirikiana nanyi katika hilo. Lakini cha msingi kwa tungependelea vilabu vyetu hivi pamoja na mambo mengine mwe mnaviangalia. Vigo Group ni kampuni tangu ilipoanzishwa mwaka 1980 na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mpendai marehemu Salum Turki, na matembezi hayo ni sehemu ya kulinda na kuimarisha afya za wafanyakazi. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Asante Abdalla Pandu kutoka Zanzibar. Wadau wa soka nchini wameombwa kushirikiana na taasisi au kampuni zinazoandaa mashindano ili kuendeleza vipaji vya wanamichezo vijana na kuwezesha kupatikana kwa wachezaji wazuri watakaolisaidia taifa katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Huyu hapa Godless Ngetomari kwa taarifa zaidi. Wanamichezo hao chipukizi wa soka walioshiriki fainali hiyo wameomba kuendelezwa vipaji vyao ili kufikia ndoto zao za kucheza timu za ligi kuu na timu ya taifa. Mashindano haya yameweza kutuibua vipaji, kwani tumeona kuna baadhi ya wachezaji wameweza kuepushana makundi mbalimbali, tumeweza kujiunga katika michezo salama, na tunaamini 2027 tutafanya vizuri AFCON, na sisi ndio kizazi
power na super ambazo tutawakilisha Tanzania. Kwa sisi vijana ndio muda sahihi na mwafaka zaidi kuweza kuonyesha uwezo wako kwa kila mmoja. Ndio maana mashindano kama haya yanatujenga sisi vijana na kuweza kuonekana zaidi, hivyo kupelekea mtu kuweza kutimiza malengo yake kule ambako anataka kuelekea, kwa sababu yapo mengi ambayo ndani katika mchezo wa mchezo. Upande wake mkurugenzi wa mashindano hayo Padri Eric Nyenze amesema kuibuliwa kwa vipaji hivyo kunalenga kusaidia vijana kufikia ndoto zao katika soka. Vipaji vinavyopatikana katika mashindano haya, kwanza watu wanapoibua vipaji vyao wanaweza wakaenda pia ngazi za juu, wanaweza wakacheza timu kubwa kubwa. Kwa hiyo sisi tu ni kuwasaidia kuibua vipaji vyao kwa njia hii ya mashindano na pia kuinjilisha. Pia wadau wamesema kuwepo kwa mashindano hayo kunaleta mwanga kwa vijana kujiepusha na makundi yasiyofaa, huku akiomba kusaidiwa vifaa vya michezo ikiwemo mipira ili kuendeleza vipaji hivyo. Kikubwa ninachopenda mimi, watudhamini mipira, watudhamini vifaa vya michezo, vinakuwa vinatugharimu sana katika michezo yetu hapa mitaani. Na kikubwa wao wanazungukia sehemu mbalimbali ya vinavyopatikana mtaa wa Igoma, watapata vipaji vingi ambavyo hawatavielewa hadi wao kwa muda huu. Toa vijana wengi ambao wapo katika ngazi tofauti. Wapo wengine wapo ligi kuu, wengine wapo daraja la kwanza, wengine wapo Pamba na 20 na timu zingine. Mashindano kama haya yanakusanya watu mbalimbali ambao kama maskauti wanachukua wachezaji na kuwapa nafasi. Huu ni msimu wa 12 wa fainali za Mtakatifu Josephine Bakta na zimehitimishwa jijini Mwanza kwa timu 4 kushiriki. Godlisten Kitomari, Star TV. Asante Godlisten kwa taarifa hiyo na